Kwa kushuhudia mchezo ambao umekwenda kuisha sasa hivi, na wakati Bad Nation wamepewa ushindi wa moja kwa moja kwenda kwenye hatua nyingine. Baba, mchezo wenyewe ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri sana. Nafikiri unaona ushindani mkali sana tunavyokaribia kwenye nusu finali. Na inavutia sana kusema kweli watu kwa sababu michuano hii ilivyotangazwa mwanzo ilikuwa inaonekana kama itakuwa ni mchezo ya fun tu. Lakini ile competitiveness imeleta edge nzuri katika mchezo. Kwa hiyo nimefurahia kuona mechi nzuri. Bahati mbaya haujafikia tamati kama ambavyo tungependa ufikie, lakini ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo natamani sana labda timu ya Sholo isingetoka, tungekaa tukamaliza hizo. Najua kumekuwa na utata kwa sababu hatuna VAR hapa leo. Kwa hiyo bahati mbaya kusema kweli imeisha hivi, lakini cha kuchukua hapa ni kwamba inaonyesha jinsi gani taifa letu linapenda mpira. Na tumeona timu ya Shoro wakiwa kama wana malalamiko juu ya referee wa mchezo. Labda kwa upande wako, kwa jinsi ambavyo uliangalia mchezo, jicho lako limeonaje? Mimi kusema kweli siwezi kutoa uamuzi hapa. Ile kazi ni ya mwamuzi, lakini kwa bahati mbaya hatuna VAR. Tungekuwa na VAR tungeweza kureview video na kutizama. Lakini unavyojua kabisa katika sheria za mpira, mwamuzi anapotoa uamuzi, hasa kama mahali ambapo hakuna VAR, lazima upande mmoja utafurahia na upande mwingine utasikitika. Ndio mpira jinsi unavyochezwa kwa bahati mbaya. Lakini kama nilivyosema, nasikitika kwamba timu ya Sholo imeondoka. Walikuwa na mchezo mzuri sana na tungependa kuona dakika zote zikikamilika, lakini bahati mbaya ndio hivyo, hawajakubaliana na huo uamuzi, na soka ndio ilivyo. Mara nyingi uamuzi mara nyingine unakuwa haukubaliki kwa pande zote mbili. Na mwitikio wa mashindano yenyewe kwa sasa kaka, unayaonaje Kikeke? Michuano imevutia sana ise. Mimi nimefurahia sana kuona mwitikio wa watu. Unaona shangwe kama hili. Unajua saa hizi karibu saa ngapi? Saa 5 nadhani. Na watu bado wako macho, mechi zitaenda mpaka usiku sana. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona watu wa Dar es Salaam wana mwitikio mzuri. Na siku zote nasema tunaona jinsi gani taifa letu linapenda soka. Na tukipata nafasi kama hizi zikiwa za kutosha, tuna inspire na kizazi kijacho kuona kwamba soka kama hili unaweza kukusanya watu kama huu saa 7 za usiku. Maana yake kuna kitu hapa. Neno lako kwa vijana na watu ambao wanafuatilia mashindano haya ya Samia Cup? Nashukuru sana jamaa kwa kujitokeza katika michuano hii ya Samia Cup. Nadhani panapo majaliwa tutafanya kitu cha kila mwaka, na nimefurahia sana kuona kusema kweli timu zilizokuja, ushindani uliokuwepo katika michuano hii, na matumaini yangu ni kwamba hata hiyo finali itakuwa ya kukata na shoka. Kama robo iko hivi, finali sijui itakuwaje, na natoa wito kwa watu wa Dar es Salaam, wakazi wa Dar es Salaam waje kwa wingi kuona tunavyoingia katika ngazi zinazofuata. Hongera kwa kazi nzuri kwenye kasri. Nashukuru sana kwa kutufuatilia jamani. Crown ndio jina jipya la mjini. Karibuni sana. Nashukuru sana kwa kutufuatilia. Siku mwema. Asante sana. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.